hapa kwamba jambo hili linahitajika lifanyiwe kazi kwa muda mrefu sana. Sio tu kama hivi Mheshimiwa Waziri amekuja kusoma, pamoja na kwamba kamati imekaa, lakini hata kamati wenyewe wamesema wamekaa mpaka saa 8 za usiku jana. Wamekubaliana kucompromise baadhi ya mambo, lakini hii yote nini manake tumefanya kwa sababu tumetenga muda mfupi sana wa kujadili vyanzo vyetu hivi. Kwa hiyo ningeomba hili tuliangalie vizuri sana. Lakini ili sasa niende kwenye mswada huu, ningependa tuanze kwenye ukurasa namba 9. Ukurasa wa 9 kwenye ibara ile ya 22 wanasema inapendekeza kurekebisha kifungu cha 4 ili kuziondolea mamlaka ya utozaji leseni uwezo wa kufunga biashara. Mheshimiwa Spika, hapa naomba niwapongeze sana Wizara ya Fedha, kwa sababu sisi kama bunge, lakini sisi kama serikali tunatakiwa kujua kwamba wafanyabiashara wanapofanya biashara kuna suala la kupata na kukosa, lakini liko suala la kupeana muda ili tuone mfanyabiashara ana take time lakini ana comply na sheria ili kuja kulipa kodi. Sasa zamani kule miaka kama 8-9 iliyopita tulikuwa tunatumia nguvu sana bila ya kujua kwamba hawa wanaolipa kodi wanajenga taifa kwa hiari yao. Wafanyabiashara hao wanapotoza kodi wanalijenga taifa kwa nguvu zao, kwa sababu kwa asilimia kubwa sisi kama serikali hatuwasaidii moja kwa moja wafanyabiashara hawa, lakini wanajitoa kwenda kulipa kodi. Sasa kwa hili walichofanya Wizara ya Fedha la kwamba eti kwa sababu mtu hakufanikiwa kulipa kodi na kwenda kumfungia duka, anayekosa ni serikali, anayekosa ni taifa, sio yule. Kwa hapa Mheshimiwa Waziri, kwa kweli nataka nikupongeze sana. Nafungua macho sana kuweza sasa kutekeleza sheria hii, kwa sababu wenzetu hao wanadhani kwamba kufunga biashara ni kumkomoa mfanyabiashara. It's not. Ni kulikomoa taifa. Kwa hiyo naomba hapa ukodolee macho sana ili tuweze kufikia adhma hii, kwa sababu hawa ndio kwa kweli wanaojenga taifa kwa kutoa damu zao na jasho lao ili taifa liweze kusonga mbele. Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri. Lakini kwa maana hiyo hiyo ningependa tuende kwenye ukurasa namba 10 pale. Kwenye ibara C inasema ibara 29 kama ilivyorekebishwa inapendekeza kurekebisha kifungu cha 126 ili kwanza kufuta pendekezo la kuongeza ushuru wa bidhaa kwenye huduma hizo zote hizo. Sasa Mheshimiwa Waziri, hii ni baada ya tathmini yenu kubwa sana, kwa sababu sio serikali inapata kwenye kuongeza tu, hata inapopunguza inasaidia kuactivate watu wengine wengi waweze kucomply na sheria. Kwa Mheshimiwa Waziri, naomba nikupongeze na timu yako, kwa kweli hapa mmefikiri, hii inaitwa ni big brains. Kwa hiyo kwenye hili mmefanya kazi kubwa sana, kwa sababu serikali haipati kwenye kuongeza tu. Lakini tuende Mheshimiwa Spika, tuende kwenye ukurasa namba 14. Anasema namba 14 kifungu kidogo cha 4, kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 5% kwenye ice cream zinazotengenezwa chini ya kutumia kakao au malighafi nyingine. Mheshimiwa Spika, mimi nadhani hapa tumekwenda haraka sana, kwa sababu ice cream hiyo hiyo inapoletwa kutoka nje kwa component hizo za kutumia vanilla tumeongeza kodi, lakini kwa ya ndani tumepunguza kodi. Sasa kinachoniumiza huku chini anasema sababu pale kwenye ukienda kifungu namba 8 anasema ushuru wa bidhaa kwenye hili anasema sababu kubwa ni kwamba inaleta madhara. Sasa mimi nauliza hivi madhara yanaletwa kwa kutumia vanilla inayotoka nje tu? Hii ya ndani sio madhara? Labda waje tusaidie. Maana hii nimeshindwa kuelewa Mheshimiwa Spika, watusaidie baadaye. Inawezekana vanilla ya ndani haina madhara lakini vanilla ya nje ina madhara. Hili watusaidie Mheshimiwa Mwenyekiti. Nitapata kujifunza, maana inawezekana ni vitu tofauti. Lakini ukienda kwenye ukurasa namba 15, kuongeza kiwango cha ushuru wa bidhaa kwenye gesi. Sasa wametaja pale 0.45 mpaka 0.55. Sasa hiyo mimi sina, tatizo langu liko hivi. Lengo la hatua hii ni kulinda thamani ya fedha kwa kuwa kiwango cha sasa hakijabadilishwa kwa takriban miaka 8 na hakiendani na hali ya uchumi wa kipindi.
Mheshimiwa Spika, nakubaliana hii, lakini hoja ya kwamba eti hatujabadilisha, bado hamjajenga hoja. Kubadilisha kuweka nyongeza ya kodi eti kwa sababu hatujabadilisha miaka 8, halafu na kitu chenyewe sasa ni kuongeza ushuru wa bidhaa kwenye gesi asilia, huku tunahamasisha ili wananchi watumie gesi asilia. Tunaongeza ushuru, lakini huku mnasema kwa sababu hatujabadilisha zaidi ya miaka 8. I don't see the logic, Mheshimiwa Speaker. Inawezekana sikuelewa vizuri, lakini wenzetu watusaidie logic hasa hapa ni nini? Sababu huku tunataka watu watumie gesi kwa sababu mama anapambana kuhamasisha na kagawa mitungi ya gesi mingi sana hapa. Lengo ni kuhamasisha wananchi watumie. Mimi ningefurahi kama tungepunguza ili kuhamasisha badala ya kuongeza, alafu kasema sababu hatujaongeza zaidi ya miaka 8. Mheshimiwa Speaker, nadhani watusaidie wenzetu hapa. Inawezekana sababu haikuwa hii, watuambie sababu. Kama iko nyingine fine, lakini kwa sababu hii ina contradict na mawazo ya Mheshimiwa Rais kwamba kuhamasisha wananchi watokee zaidi badala ya kutumia miti watumie gesi. Lakini Mheshimiwa Speaker, naomba tuende kwenye peji namba 14. I'm not sure kama nimepita. Tuende kwenye peji namba 14. Kwenye peji hii namba 14 okay, nadhani hiyo ndio tuende kwenye peji namba 15. Kutoza ushuru kwenye kiwango cha 10% kwenye sabuni. Sasa Mheshimiwa Speaker, mimi hapa hoja yangu sio kuongeza kodi. Ni kweli lengo letu ni kuvilinda viwanda vyetu vya ndani, lakini tusisahau kwamba kuna vitu viwili au vitatu vinasaidia. Kwanza, tuna bidhaa zinazotoka kwenye community yetu ya East Africa na kwenye SADC, lakini kuna bidhaa zinatoka nje. Sasa mimi ombi langu hapa sio tunalinda tu, tuangalie na quality zinaendana, kwa sababu lengo letu ni kumlinda pia consumer. Kwa mfano, utakapotumia bidhaa ya kupiga mswaki, sitaki niitaje, iliyotengenezwa nasi na ukatumia bidhaa nyingine iliyotoka nje, unagundua kuna tofauti. Kwa mfano, kuna madini mle ambao ukiyatumia kwa asilimia ndogo, end of the time unaweza ukapata maradhi. Na kuna ISO, nadhani wenzetu wanaelewa wataalamu kwamba quality hizi zinatofautiana. Kwa nadhani tuangalie quality ya bidhaa, lakini tuangalie na madhara yanayoweza kupatikana. Kwa hiyo tusilinde tu viwanda vyetu, lakini tuangalie, je, hizi athari zinalingana? Kwa hiyo tusaidie tuvilinde, lakini viwe vinaweza kushindana na viwanda vingine kwa ubora wa bidhaa. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Speaker, ningeomba niendelee kidogo. Pamoja na kwamba lengo letu ni kulinda, pamoja na kwamba lengo letu ni kusaidiana, nimeona hapa wenzetu wameweka kodi maalumu kwa ajili ya kupambana na maradhi ya ukimwi, na washukuru na wapongeza sana. Lakini sijaona, na tumezungumza kama miaka 2-3 nyuma kule, je, athari ya mazingira tunatafutaje hela? Kwa ningedhani na hili waliangalia wenzetu, kwa sababu mazingira yanatuathiri. Hatujatafuta hiyo hela kwa sababu wenzetu duniani kule, Mheshimiwa Spika, wanaondoa hela hii kuja kwetu. Sasa sisi tutaipata wapi? Kwa nadhani hapa wangetafuta time vizuri, wakaona, je, mazingira tunapatia pesa gani ukiacha kusaidiwa kule nje? Sababu ni wajibu wetu. Lakini la mwisho kuliko wote, Mheshimiwa Spika, nimeona hapo wenzetu wameongeza kodi kwenye bidhaa za tumbaku, hasa kwenye vifaa vya elektroniki ambavyo vinasababisha athari. Mheshimiwa Spika, nadhani wenzetu wanaenzewa hapa. Issue sio vifaa tu vile, hata hii sigara ya kawaida bado inatupa madhara. Na tuliwahi kusema anayetumia tumbaku, anayezalisha, hata yule anayeprocess tu. Hebu na ili tuone tunasaidiaje wananchi kuwapunguzia madhara ambayo yanasababishwa na tumbaku. Inawezekana lazima serikali inatengeza hela, lakini kwa upande wa pili serikali inasababisha watu watumie tumbaku na yenyewe inaleta madhara. Kwa hiyo nadhani na hiki kiwe chanzo cha kusaidia ili angalau kuwafanya wananchi wapunguze matumizi ya tumbaku kwa kuongeza kodi japo asilimia ndogo, itusaidie kupunguza maradhi kwenye hatua ya mwisho. Mheshimiwa Spika, naomba nikushukuru na unga mkono hoja. Asante sana. Waheshimiwa wabunge, kuna mjumbe yote wa kamati ya nishati na madini hapa bungeni?
Kuna tofauti gani kati ya ile gesi tunayotumia majumbani, nishati safi ya kupikia, na hii gesi asilia iliyoongezewa ushuru? Tofauti yake ni kwamba gesi hii kwanza inazalishwa Tanzania, gesi asilia, lakini shida yake kubwa ni nini? Ni usafiri. Ndio tunachoona ni kama vile wanataka kuongeza mzigo, kwa sababu ile gesi asilia ni kwamba lazima isafiri kwa bomba, na ikisafirishwa kwa gari alafu bado ikawekewa gharama kubwa za kodi, hatari yake ni kubwa. Lakini hii gesi asilia, kwa mfano, mheshimiwa, samahani kidogo, gesi hii ambayo ni LPG kodi yake kwanza ni kubwa, na gharama inayouzwa hapa sasa hivi ni kubwa pia. Ngoja tujishughulishe na hii kwanza. Sasa ukituchanganya wewe, mjumbe wa kamati, hoja iliyoko mezani ni kuongeza kiwango cha ushuru wa bidhaa kwenye gesi asilia. Hiyo ndio tatizo. Gesi asilia ndio ile tunayopikia? Hapana, ni tofauti. Haya basi, umeshajibu swali. Asante sana. Mheshimiwa Salma Rashid Kikwete. Asante sana Mheshimiwa Spika wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kupata hii fursa kuweza kutoa mchango kidogo. Lakini kabla ya mchango, nikupongeze wewe Mheshimiwa Spika, ambaye baada ya siku chache bunge litavunjwa na tutarudi majimboni, na wewe utarudi katika ile jimbo jipya la Uyole. Ninaamini kwamba hakuna mashaka hata kidogo utashinda zaidi ya 100% kwa kazi kubwa na nzuri ambayo umeifanya kwenye bunge letu kwa miaka hii 5, lakini zaidi ya 5. Kabla ya kuwa spika ulikuwa naibu spika, umefanya kazi yako vizuri, na ulipokuwa spika umefanya kazi yako vizuri sana tena sana, na kazi nzuri hiyo ndio iliyokuhakikishia kupata uspika wa mabunge ya dunia. Tunawataka wana Uyole wasikupoteze, na wamesema hawezi kukupoteza. Hilo la kwanza. Lakini la pili, nilikuwa nisichangie, lakini nikasema ngojea niombe nafasi kuchangia. Kikubwa zaidi kilichonishawishi kuchangia, kwanza ni kuipongeza sana serikali kwa usikivu wake mkubwa. Kuipongeza serikali kwa usikivu wake mkubwa. Pale ambapo pamestahili kuongezwa kodi imeongezwa, na pale ambapo pamestahili kupunguza kodi vile vile wamepunguza, kwa maslahi mapana ya taifa letu la Tanzania. Mheshimiwa Spika, kitu ambacho kimenishawishi, tunatambua na tunajua taifa lolote ulimwenguni haliwezi kuwa na ustawi uliokuwa bora kama afya zake haziko barabara. Na afya hizi zinakuwa si bora kutokana na mambo kadhaa, ukiachia magonjwa, lakini kuna vitu vingine vinaweza kabisa vikaachika. Kwa mfano kama matumizi ya sigara, kwa mfano kama matumizi ya vinywaji. Hivi vyote hivi vinaweza kuachika. Na kitu kikubwa kwenye hili, nilisikia kuna kitu ambacho walizungumzia kuhusiana na hivi vinywaji vya kuongeza nguvu. Kwa sababu kabla ya hapo viwanda vyetu vya ndani vilikuwa havitozwi kodi.